الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أماني kipenzi chake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam watukufu wa Islam. Kwa mara nyingine na wasalimia kwa salamu ya watu wa peponi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii ya kuweza kurudi tena katika mji wa Isiolo. Lakini nilikuwa najua inaitwa Isiolo, lakini watu wakaniambia usiseme Isiolo, sema Siolo. Hivyo ndio inaitwa. Jambo la pili ni juhudi ya watu ambao walikuwa wamejitokeza. Na nakumbuka miaka zaidi ya miaka 2 iliyotangulia nilipoanza da'wa Isiolo, nilianza katika msikiti huu wa Ansar wakiongozwa na Imam Muhammad Hussein, Mwenyezi Mungu amjaze khairi, na akaniandama kwa muda mrefu nipate kurudi tena. Allah mlipe kwa juhudi zake, pamoja chini ya uongozi wa Soha. Mnajua Soha sio? Star of Hope, chini ya Qari Abdul Razak. Allah awajaze khairi kwa kunisahalishia ujio wangu, na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie khairi yote inayofanyika katika mema mizani hasanati yao siku ya kiyama. Bila kusahau watu wa Isiolo, watu wa Texas wamenikaribisha vizuri, na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hizi siku chache ambao tutakuwa pamoja atie baraka katika juhudi zetu na tutakabalia inshallah. Watukufu wa Islamu, mada ya leo ni mada ambayo ni nzito sana. Mada niliyoandalia ni mada ambayo yatakana kabla hujasikiza kwa masikizi yako yatakana uipokee kwa moyo wako. Kwa sababu ni mada ambayo mimi mwenyewe nilipokuwa naandaa huku naogopa nizungumzie nisizungumzie, nizungumzie nisizungumzie, kwa sababu namzungumzia juu ya Mwenyezi Mungu. Na leo nataka tuangazie juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali juu ya kiumbe mkubwa zaidi aliyemuumba, nayo tutaangazia juu ya arshi ya Allah jalla jalaluhu. Arshi hii ni makhluq, ni kiumbe cha Allah, na Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoumba arshi hii aliumba kabla hajaumba mbingu na ardhi. Na arshi hii ni tofauti na kursi. Kursi asema Ibn Abbas radiyallahu anhu, wal kursi mawdi'u qadam. Kursi ni stool, kiti kidogo ambapo mmoja wetu anapokaa juu ya kiti yawekea miguu yake, stool. Na hii kursi ukilinganisha na arshi ni kiti cha enzi cha ufalme. Na ukilinganisha utaona kwamba kuna tofauti kubwa baina kursi na arshi. Na hii kursi yenyewe ni kubwa kuliko mbingu na ardhi saba na mbingu 7 zikiletwa kwa pamoja. Kursi ni kubwa kuliko hiyo. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Na arshi ukilinganisha na kursi ni kana kwamba umechukua chuma ukarusha katika jangwa sehemu kubwa mpaka utafikiri haionekani. Ikiwa hiyo ndo hali ya kursi ukilinganisha na arshi, je, mbingu ukilinganisha na arshi itakuwa vipi? Je, mimi na wewe ukitulinganisha na arshi itakuwa vipi? Subhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala auliza katika kitabu chake swali, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Je, wako sawa yule ambaye aliyeumba na asiyeumba? Hawako sawa. Allah ni muumba al-Khaliq. Afala tadhakkarun. Na kiumbe kubwa zaidi, akbarul makhluq, ni arshi, kiti cha enzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kiti hii ulama wameisifu wakasema sarirun dhu qawaim,
ni kana kwamba ni kitanda ambayo iko na miguu. Sikiti iko na miguu minne, kadhalika arshi ya Allah iko na miguu, na imebebwa na malaika kiti hicho. Tahmiluhu almalaika, na wanaikuibeba kiti hicho cha enzi, kiti cha ufalme, ni malaika. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam atupa mfano wa masafa iliyoko baina mbingu na ardhi. Atueleza namna mpangilio Allah alivyopanga viumbe. Akasema sallallahu alayhi wasallam, baina as-samai ad-dunya wallati taliha, baina masafa ya mbingu hii ya kwanza tunaona samai ad-dunya, na hii samai ad-dunya kuna baadhi ya nyota watu wa NASA wakiangalia kwa telescope hawapimi kwa umbali wa kilomita, wamekuwa ni wenye kuhisabu kwa umbali wa light years, masafa ya mwangaza inavyochukua. Hasa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema hii mbingu ya dunia ukilinganisha umbali ulioko na mbingu inayofuata, mbingu ya sita, kwa sababu hii ni mbingu ya saba, mbingu ya sita wahakala, au mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, ya tatu mpaka ya saba. Sasa hii mbingu ya dunia ukilinganisha na mbingu ya pili, masafa leo mmoja wenu atasema yataka kutembea, itamchukua muda wa miaka 500 kutembea. Wa baina kulli sama'in 500 am, na umbali wa kila mbingu ukiangalia miaka 500 miaka 500 miaka 500. Kisha sema Rasul sallallahu alayhi wasallam, wa baina as-sama'i as-sabi'a wal kursi 500 am, na umbali ulioko baina mbingu ya saba ukifika ni kursi, sehemu miguu huwekwa, ni umbali wa miaka 500. Na baina hiyo kursi kisha kuna maji, juu ya hiyo maji ndo kuna arshi ya Allah. Nafikiri tumejua mipangilio, sio? Tuna ardhi, mbingu ya dunia ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Sawa? Kisha kuna arsh, kisha kuna maji, kisha kuna kursi, kisha kuna maji, kisha kuna arshi ya Allah, na Allah yuko juu ya arshi yake jalla jalaluhu. Narudia tena, dunia, mbingu ya dunia, mbingu ya kwanza hiyo, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Kisha kursi, kisha maji, kisha arshi, kisha juu ya arshi ni nani? Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Na umbali ulioko baina kila mbingu tumesema ni ngapi? Masafa miaka 500 kwa maneno, kwa mujibu wa maneno bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema wal kursiyu 500 am, wa baina al kursiyu wal ma'u 500 am, wal arshu fawqa al ma' wallahu fawqa al arsh la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum. Na Allah akiwa juu ya mbingu, mbingu ya saba, juu ya arshi, juu ya kursi, juu ya maji, kisha juu ya arshi, kisha juu ya arshi ndo Allah. Basi Rasul sallallahu alayhi wasallam asema wallahu fawqa al-arsh, na Mwenyezi Mungu yuko juu ya kiti cha enzi, kiti cha ufalme, na akiwa kule juu la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum, Mwenyezi Mungu hashindwi kuona vitendo vyenu, yaona pale pale alipokuwa kule juu. Subhana. Watukufu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu hiki kiti cha ufalme. Katika sifa ambayo Mwenyezi Mungu aliisifu na ametutajia arshi, neno arshi imetajwa, kiti cha enzi cha ufalme kimetajwa katika Qur'ani mara 20. Al-arsh, neno al-arsh, kiti cha enzi, kiti cha ufalme, imetajwa katika Qur'ani mara 20, tofauti na kursi imetajwa katika ayatul kursi. Na kila anapotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza juu ya sifa ya arshi yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisifu bil azama,
ameisifu kwamba imetukuka. Katika sifa ambayo Mwenyezi Mungu ameisifu arshi yake ni kwamba ni adhim. Allah sema fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Mara utaona Mwenyezi Mungu aisifu arshi yake kwamba ni al-Karim. Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Mara utaona Mwenyezi Mungu akiisifu kwamba ni al-Majid, dhul arshil majid, fa'alun lima yurid. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam ametueleza sifa hii arsh kwamba iko na miguu. Na ushahidi kwamba arshi hii iko na miguu, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, watu wakifufuliwa siku ya kiyama, mtu wa kwanza atakayefunguliwa kaburi lake na kutolewa ni mimi. Lakini asema nikifika chini ya arshi ya Allah, namuona Nabillahi Musa ameshika moja katika miguu ya arshi ya Mwenyezi Mungu amenitangulia. Paka nitajiuliza, huyu Nabillahi Musa alifufuliwa mbele yangu ama yeye ndo alifufuliwa mwanzo? Asema sallallahu alayhi wasallam, an-nasu yus'aquna yawm al-qiyamah fa akunu awwalu man yufiq. Watu watakuwa ni wenye kupigwa na sa'q ni kwamba ikipulizwa tarumbeta au parapanda, Allah subhanahu wa ta'ala tajalia itakuwa ni shock, watu watakuwa ni wenye kuanguka na kufa. Kullu shay'in halikun illa wajha. Kisha sema Rasul sallallahu alayhi wasallam, fa akunu awwalu man yafiq, mimi ndo nitakuwa kwanza mwenye kufufuliwa. Fa idha ana bi Musa, mara ghafla nikifufuliwa nikielekea mahali arshi ya Mwenyezi Mungu iliyopo, mara namwona Musa mbele yangu, akhidhun biqa'imatin min qawa'imil arsh, ameshika moja katika miguu ya arshi ya Mwenyezi Mungu. Fala adri, sijui nikimwona Nabillahi Musa nitashangazwa, afaka qabli am juziya bisaqati at-tur. Je, huyu Nabillahi Musa alikuwa mbele yangu ama aliepushwa na hii sa'q ambayo labda siku aliposema yataka kumuona Nabillahi Musa alipotaka kumuona Allah akamwambia lan tarani walakin انظر ila aljabal. Allah akamwambia angalia jabali, in istaqarra, ikikaa palipake basi wewe utaweza kuniona. Sasa ile jabali Mwenyezi Mungu alipoionyesha nuru yake, Nabillahi Musa wajua alikuwa akizungumza na Allah moja kwa moja, akafurahi akamwambia Allah, nataka nikuone. Allah akamwambia huwezi kuniona, nuru yangu huwezi kuhimili. Ambaye Allah nataka nikuone. Allah akampa challenge, ambia si wewe, wacha nikashifu nuru yangu jabali hii nione, ikiweza kuhimili mwangaza wangu basi utaweza kuniona. Allah alipoitoa akakashifu nuru yake kidogo tu, ile jabali ikalepuka, ikashindwa kuhimili nuru ya Allah, na ile mlepuko ikamshtua Nabillahi Musa mpaka akazimia, akakosa fahamu. Hasa Nabillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, mpaka nitakuwa ni mwenye kujiuliza, ile mshtuko aliyopata juu ya jabali ndio ilikuwa sababu ya Nabillahi Musa ayepushwa na mshtuko wa siku ya kiyama, ndio ikampelekea afike mbele yangu chini ya arshi, ama ndio vipi? Nitachanganyikiwa. Ulama wakasema hadithi hii ni dalili ya kwamba arshi ya Mwenyezi Mungu iko na miguu, kama vile kiti iko na miguu minne, arshi ya Mwenyezi Mungu pia iko na miguu ambayo itakayosimamia. Hii ndio sifa ya arshi ya Mwenyezi Mungu. Tunaposema arshi ya Mwenyezi Mungu ni adhim, ya kusudiwa nini? Allah anapoisifu kwamba ni adhim, kwamba ni kubwa na ni pana ajabu, subhana. Anaposifu kwamba ni majid, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abainisha kwamba iko juu, imenyanyuliwa. Na naam, imenyanyuliwa juu ya ardhi, imenyanyuliwa juu ya mbingu saba, imenyanyuliwa juu ya kursi, iko juu al-Majid. Na Mwenyezi Mungu akisifu kwamba ni karima, kiti chake cha enzi cha ufalme ni karim, bimaana jamilun bishakl, yani yapendeza, yavutia. Ukiona arshi ya Allah namna alivyoiumba na kuitengeneza. Allah ametaja al-arsh katika Qur'ani zaidi ya mara 20. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam
abainisha ya kwamba arshi hii Allah alipoumba ndo kiumbe cha kwanza alichoumba Allah. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, kana Allah wa lam yakun shay'un qabla wa kana arshuhu ala alma. Mwenyezi Mungu alikuwepo na kabla yeye kulikuwa hakuna mwingine. Lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa, alikuwepo Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam abainisha ya kwamba kiumbe cha kwanza kilichoumbwa ni arshi ya Allah. Asema sallallahu alayhi wasallam, kana Allah wa lam yakun shay'un qabla, Allah alikuwepo na kulikuwa hakuna mwingine kabla yake. Wa kana arshuhu ala alma, na kiti chake cha enzi cha ufalme kilikuwa juu ya maji. Kisha asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, thumma khalaqa as-samawati wal ard, kisha baada hapo Allah akaumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo kabla mbingu na ardhi kuumbwa kulikuwa na nini kabla hapo? Arsh. Na Mwenyezi Mungu asema, wa kana arshuhu ala alma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, na kiti cha enzi na kiti cha ufalme kilikuwa juu ya maji. Na Allah alipoumba arshi, baada hapo ndo akaumba mbingu na ardhi. Ndipo ulama wakasema awwalul makhluq, kiumbe cha kwanza alichokiumba Mwenyezi Mungu ni arshi yake subhanahu wa ta'ala. Na hii arshi tushaeleza kwamba ipo juu na ipo juu ya maji. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akatueleza ya kwamba hii arshi ndo kiumbe cha kwanza. Kando na hayo, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ametueleza ya kwamba arshi iko juu kabisa, kama vile alivyotueleza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika nukta muhimu ambapo tutatakana tufahamu kuhusiana na arshi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba ukubwa wake Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam umetufafanulia, akatueleza juu ya ukubwa wa arshi ya Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mifano miwili ili tupate taswira vipi arshi ya Allah ilivyokuwa kubwa. Njia ya kwanza aliyotumia Rasul sallallahu alayhi wasallam kutueleza juu ya arshi ya Mwenyezi Mungu ni kutueleza juu ya malaika waliobeba arshi. Je, malaika wamebeba arshi ya Allah? Naam, na wako 8, na malaika hawa watashukisha arshi ya Allah siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin 8, na wanaibeba arshi ya Allah siku hiyo malaika 8. Hatujaona arshi, lakini Ar-Rasul aliona usiku wa Isra wal Mi'raj, na akawaona hao malaika waliobeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema sallallahu alayhi wasallam, udhina li, nimepewa idhni na Allah, kwa sababu Ar-Rasul hawezi kufanya jambo bila kupewa ruhusa na nani? Na Allah. Asema udhina li an uhadditha an malaki min malaikati Allah min hamalati al-arsh, nimepewa ruhusa niwahadithie na niwaeleze juu ya malaika wa Mwenyezi Mungu, hasatan mmoja katika wale malaika ambaye anaibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema nilipomuona malaika huo na ukubwa wake, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alinyanyuliwa usiku wa Isra wal Mi'raj baina Makkah na Baitul Maqdis, alibebwa na kiumbe anayejulikana kama Buraq, baina farasi na mule. Kisha kuanzia ardhi mpaka mbingu ya 7 alishikwa mkono na Jibril alayhi salam, mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita kuelekea 7. Alipofika mbingu ya 7, asema namuona kila Jibril anapomkaribia Allah namuona yuanza kuwa mnyenyekevu, yuogopa. Katika hali kama hiyo, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, nikamwambia Jibril, twende. Jibril akamwambia, sina ruhusa kupita hapa, sijawahi kupita hii level. Muhammad, twende, nenda kivyako. Ambia tumekuja pamoja, twende, usiniache hapa. Ambia wewe nenda kazungumza na Allah peke yako. Akanyanyuliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaingia, akaona arshi ya Mwenyezi Mungu na malaika wake. Ar-Rasul asema salawatu rabbi wa salamu alayhi,
nikamwona mmoja ya malaika miongoni mwa malaika wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu, ukubwa wake na vile alivyokuwa mkubwa, asema ma baina shahmati udhuni ila atiqi, masafa iliyoko. Nataka mtoto mdogo, njoo usiogope, njoo. Shida nimevaa imama, ningeonyesha mimi. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Usiogope, sawa, simama hivyo hivyo ulivyosimama. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema ma baina shahmati udhuni. Shahma ni hii nyama ya sikio, mahali wanawake hutoboa kipuli, sio? Ma baina shahmati udhuni wa atiqi, na bega. Kwa hivyo ni masafa ya shingo peke yake. Asa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema lau mmoja wenu atatembea masafa iliyoko baina nyama ya sikio na bega, akisema atatembea itamchukua miaka 500. La ilaha illa Allah. Je, ukiongeza kichwa, ukiongeza mkono, ukiongeza mpaka miguu itakuwa miaka mingapi? Na hao ndo malaika wanaobeba arshi ya Allah jalla jalal. Jazakallahu khair. Karibu. Ya subhanallah. Ikiwa hivyo ndo ilivyo, je, arshi ya Mwenyezi Mungu itakuwaje? Tena wanaobeba ni wanane. Na hawa wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu, ulama pia wamekhtalifiana. Je, ni wanane ama zaidi ya wanane? Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin 8, ni wanane. Ulama wengine wakasema si kwamba ni malaika wanane, ni malaika wengi wamegawanya katika safu 8. Bali ulama wakakhtalifiana, je, tuwajua kwa majina? Baadhi ya ulama wakawa na maoni ya kwamba mmoja katika wale malaika wanaobeba arshi ya Allah ni Israfil, ambaye ameangalia juu na ameweka tarumbeta na anaparapanda, ameweka kwa mdomo wake, angojea kuambiwa puliza, aipulize mara moja. Na ikipulizwa kila kitu kinaangamia. Kila kitu kinaangamia isipokuwa vitu vinne havitaangamia. Aliposema Mwenyezi Mungu kullu shay'in halikun illa wajha, mambo manne hayataangamia siku ya kiyama ikipulizwa tarumbeta, mbingu na ardhi, kila kitu. Nini kitakachobakia? Alqalam wallawh walarsh walkursi waljanna wannar. Janna ishaumbwa, nar ishaumbwa, kursi ipo, arshi ipo. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kwamba kila kitu kikiharibiwa na kila kitu kikiangamizwa siku ya kiyama, arshi yake haitaangamizwa. Na ushahidi mwingine kando na hadithi hiyo ni kwamba siku ya kiyama hiyo arshi italetwa tena. Na wakati wakileta hao malaika wanane, namna mmoja akiona malaika alivyokuwa mkubwa na anaobeba arshi ya Allah, watamwambia wewe ndo Allah. Yule malaika atasema subhanallah, msishangazwe na ukubwa wangu, mimi si Allah, Allah yuaja. La ilaha illa Allah. Namna watu malaika hao watakavyokuwa wakubwa. Kuonesha ukubwa wa arshi ya Mwenyezi Mungu, kando na kuwa ni mwenye kutueleza Rasul sallallahu alaihi wasallam sifa malaika hawa, nukta muhimu ambayo lazima tufahamu ni kwamba umbali iliyoko baina mbingu na ardhi yatuonesha ukubwa wa arshi ya Mwenyezi Mungu. Na juu ya arshi ya Mwenyezi Mungu Allah yuko juu yake. Allah sema Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Mwenyezi Mungu amekuwa na istiwa juu ya arshi. Yuko juu yake. Yuko vipi hatujui, lakini ametueleza mimi ndo niko juu ya arshi. Na mtu asiwe ni mwenye kuuliza Mwenyezi Mungu amekaa vipi, kulia, kushoto. Hatuulizi mambo kwa sababu hatujamuona na hatuna mfano wake. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Hasa mmoja akataka kuuliza Mwenyezi Mungu amekaa vipi, amekaa namna gani juu ya arshi. Alimuuliza Imam Malik. Imam Malik akamwambia al-istiwa'u ghayru majhul wal kayfu ghayru ma'qul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah wa la araka illa rajulun mubtadi' ukhruj min al-majlis. Amekuja mtu katika majlis ya ilmu Imam Malik, anambia hebu nieleze Mwenyezi Mungu amekaa vipi juu ya arshi yake. Akamwambia sikiza wewe, sisi tuamini vile Allah alivyotuambia yuko juu ya arshi yake. Ama namna na mbinu alivyokaa hatujui kwa sababu hatuna dalili katika Qur'ani wala kutoka mafundisho ya Mtume. Na wewe kuamini ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi ni wajib.
Tofauti na baadhi ya watu wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu yuko kila mahali. Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi yake, hayuko kila mahali. Yuko na sisi kwa elimu yake, yatuona, yajua, yatusikia, lakini kusema Allah is everywhere, a'udhu billah. Mwenyezi Mungu hayuko kila mahali. Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi yake subhana, kwa njia yaliku bijalali, inayoambatana na utukufu wake na ukubwa wake. Ama yuko vipi hatujui, kwa sababu hatuwezi kuzungumza bila dalili ya Qur'ani na Sunna. Imam Malik asema sisi tunajua Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi yake, ama jinsi alivyokuwa juu ya arshi yake hatujui, kwa sababu hatuna dalili. Na wewe kuamini kwamba Mwenyezi Mungu hayuko kila mahali, Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi yake ni wajib, kwa sababu amesema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Na wewe kuuliza maswali Mwenyezi Mungu yuko vipi, kwa nini uuliza maswali ambayo Mwenyezi Mungu hajatueleza? Usilete mambo mapya katika dini. Wewe na kuona ni mtu mpotovu na wapoteza watu na ni mtu wa kuleta uzushi, toka katika kikao changu ya elimu. Akatolewa. Ayuha almu'minun, arshi ya Mwenyezi Mungu ni kama qubba, ndo sakafu ya janna. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam atufundisha juu ya janna, akasema wa idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul janna wa a'la al-janna urahu fawqahu 'arshur rahman wa minhu tafajjaru anharul janna au tafjuru anharul janna. Asema sallallahu alayhi wasallam, mkimuuliza Allah pepo yake na janna yake, muulizeni ile pepo ambayo iko special, ina jina inajulikana kama al-firdaus. Na hiyo al-firdaus ndo ya katikati na ile kwa juu. Baada hiyo firdaus hakuna kitu, ni arshi ya Allah ndo iko juu. Subhana. Mwenyezi Mungu atujalie. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Baada hiyo firdaus al-a'la, daraja ya juu kabisa katika janna, hakuna kiumbe, hakuna mwingine atakayekuwa juu, ni arshi ya Allah. Na arshi ya Allah baada hapo kuna nani? Allah jalla jalala. Watukufu wa Islamu, kuna mambo ya msingi pia lazima tufahamu kuhusiana na arshi ya Mwenyezi Mungu. Katika mambo ya msingi ni kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi yake, na kuamini ni lazima, japokuwa hatujui yuko vipi juu yake. Kuamini ya kwamba kiumbe kilichoumbwa kwanza, japokuwa baadhi ya ulama wamesema ni al-qalam, wengine wakasema ni al-arsh, lakini sahih qaulu al-jamhur ni al-arsh, kiumbe cha kwanza. Imani yetu juu ya arshi ni kwamba hiya akbarul makhluqat, ndo kiumbe kilichokuwa kubwa zaidi. Na katika imani juu ya arshi ya Mwenyezi Mungu tuamini kwamba hiya athqalul makhluqat, ndo kiumbe kilichokuwa nzito zaidi. Si watu hupima kwa makilo, hakuna kiumbe nzito zaidi kama arshi ya Mwenyezi Mungu. Mwajua dhikra aliyotufundisha Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha, kisha wa zinata arshi wa midada kalimati. Katika imani ambayo ya msingi lazima tuonao juu ya arshi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba arshi ya Mwenyezi Mungu baada ya kursi iko juu ya maji, wa kana arshuhu ala al-ma. Katika imani ambayo lazima tuwe nao ni kwamba arshi ya Mwenyezi Mungu imebebwa na malaika wanane, sawaan wawe 8 kwa idadi ama wawe safu 8, kivovote wao ndio wamebeba arshi ya Mwenyezi Mungu. Katika imani ambayo lazima tuwe nao juu ya arshi ni kwamba arshi tutakuja tutaiona siku ya kiyama kwa ushahidi wa Qur'ani na hadithi. Ama Qur'ani, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin 8. Ama kwa ushahidi wa sunna ni Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nikifufuliwa na mimi ndo nitakuwa wa kwanza, nikienda namuona Nabii Musa ametangulia ameshika arshi, miguu ya arshi. Kwa hivyo arshi tutakuja tutaiona siku ya kiyama. Italetwa arshi, watu wamesimama, kisha Mwenyezi Mungu atakuja atakuwa juu ya arshi yake na hisabu itaanza. Dhalika yawmun asir ala alkafirina ghayru yasir. Siku hiyo ni siku nzito, Allah asema ni siku nzito inawasubiri, na kwa wale ambao walimkufuru Allah haitakuwa siku rahisi kwao. Ndipo Allah akasema
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, okopeni siku mtarudi kwangu, siku mtasimama juu yangu, mtasimama mbele yangu. Ama yule ambaye haogopi siku hii ataishi anavyotaka. Katika ishara ya kwamba huogopi siku ya kiyama ni kwamba waishi bila kujali vile Mwenyezi Mungu alivyokuamrisha. Wadhulumu watu wengi ambao wanaodhulumu wenzao, katika sababu ya msingi ya wao kuwadhulumu wenzio, wamesahau kuna siku watasimama mbele ya Allah. Allah atoa mfano katika Qur'ani kwa wale ambao wanaofanya dhulma ya kibiashara, wanadhulumu wateja wao. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin. Allah sema wailun, ole wao almutaffifin, ni wale watu ambao wakipima wakiuza bidhaa wanakuwa ni wenye kuwaibia watu customers. Ashafunga sukari kilo moja, lakini ukienda ukipima ni gramu 900, ameiba gramu 100. Lakini yeye pindi anaponunua hataki kudhulumiwa, nataka gunia kilo 50, tena muongeze kwa juu kidogo, niongezee, mimi ni customer wenu, mimi nanunua kwenu kila saa. Yeye akinunua ataka asiibiwe, lakini yeye anapouzia watu anawaibia. Allah sema ala yadhunnu, hawa kweli wanadhania na kukumbuka ya kwamba annahum mab'uthun, kwamba watafufuliwa. Do they even remember? Je, kweli wanakumbuka kwamba watafufuliwa? Liyawmin adhim, siku nzito hiyo. Uzito wake umetokana na nini? Yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin, ni siku watu watasimama mbele ya Allah. Hasa hii siku arshi ya Allah italetwa na Allah atakuja, atakuwa juu ya arshi yake na hukumu baina ya waja wake. Siku nzito hiyo. Na wale ambao hawajajiandaa na hii siku ama hawajali, wanaishi duniani bila kujali. Lakini wale ambao wanaokuwa na hofu juu ya hii siku hujiandaa na huepukana na madhambi na hufanya khairi. Watu wakiambiwa, mitume ya Mwenyezi Mungu, rudi katika surati Hud, rudi katika Qur'ani, wakiambia mitume ya Mwenyezi Mungu, kwani lazima umsikize kila kitu Allah, si tufanye mambo yetu, walikuwa wakisemaje? Inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim, mimi naogopa nikimuasi Allah kuna siku ya adhabu kali inatusubiri. Na wale ambao walioshika njia hiyo ya mitume wanafikiria hii siku kila saa, basi wallahi watafanikiwa. Na mwajua ya kwamba watu wakipewa vitabu vao, ima upewe kwa kulia ama kwa kushoto. Waliopewa kwa kulia, sababu ya wao kupewa kwa kulia, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Asema someni kitabu changu, mimi nilikuwa najua kuna siku nitasimama mbele ya Allah. Mlikuwa mkiniona mimi mjinga duniani, mlikuwa mnaniona mimi kwamba sijui kuiba, wenzangu wakiiba mimi siibi, naogopa hisabu, mkiniona ni mjinga. Watu wakifanya dhulma mlikuwa mnaniona mimi ni mjinga. Watu wakichukua riba mimi nikikataa mlikuwa mnaniona mimi mjinga. Sababu ni kwamba nilikuwa naogopa hii siku. Naogopa hii siku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi, nilikuwa najua, bimaana dhann bimaana yaqin fi hadhihi alaya, nilikuwa na yaqini nitaoneshwa hisabu yangu na nitasimamishwa mbele ya Allah. Na siku hiyo tutaiona arshi ya Mwenyezi Mungu. Watukufu wa Islam, katika imani ambayo lazima tuwe nayo ni kwamba arshi hii iko na miguu kama vile kiti iko na miguu. Kwa ushahidi wa hadithi niliyotaja ya Nabii Musa alayhi salam pindi akifufuliwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika imani ambayo lazima tuwe nayo ni kwamba malaika wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu ni 8, sawaan wawe 8 kwa idadi ama safu 8. Katika imani ambayo lazima tuwe nayo juu ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba hao malaika ambao wanaobeba arshi ya Allah, wajua kwamba wanatupenda, wanapenda waumini. Hao malaika wanaobeba arshi ya Allah wanawapenda waumini. Mwenyezi Mungu asemaje? Katika suratu Ghafir Allah subhanahu wa ta'ala asema الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته
wadhalika huwa alfawzul adhim. Hao malaika wanaobeba arshi ya Allah wanakupenda wewe na wananipenda mimi. Hasatan wanawapenda na kuwaombea waumini ambao waliofanya madhambi wakataka kumrudia Allah, wakarekebisha mwenendo wao. Hasa ikiwa wewe umefanya madhambi ukamrudia Allah, ukamtubia na kumwomba msamaha na ukashikamana na siratal mustaqim, malaika hawa wanakuombea, wanaobeba arshi ya Allah wanakuombea. Wanakuombea kwa sababu Allah ndo ameambia wakuombee. Ya Allah, we asi, umeua, umezini, umeiba, umefanya machafu, ukasema basi mimi zaidi ya hapa siwezi kumuasi Allah, wacha nimrudie Allah, wacha nimrudie Allah. Ukamrudia Allah, ukarekebisha mwenendo wako, Allah yakupokea. Na malaika wake ambao walikuwa karibu na yeye wanakuwa ni wenye kuwatetea mbele ya Allah, wakisema, Allah asema, alladhina yahmiluna al-arsh, malaika ambao walikuwa karibu na mimi waliobeba arshi yangu, waman hawlahu, na malaika ambao waliowazunguka wa malaika waliobeba arshi wote, yusabbihuna bihamdi rabbihim, wanakuwa ni wenye kumsabih Mwenyezi Mungu na kumhimidi, wakisema subhanallahi wa bihamdi. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, na wanamuamini Mwenyezi Mungu. Kisha wayastaghfiruna, kando na kusema subhanallahi wa bihamdi, wanaombea istighfar, kuombea nyinyi msamaha, na wanaombea dua. Wayastaghfiruna lilladhina amanu, wanaombea waumini ambao wanaomomba Allah msamaha, wanaombea waumini ambao waliomtubia Mwenyezi Mungu. Na kuombea msamaha waumini, waumini wanaombea, sote tunaombewa na hao malaika. Hasatan mtu ambaye alikuwa asi akasema basi mimi nitamrudia Allah, mwanzo wanaombea hao. Wayastaghfiruna lilladhina amanu, wakisema rabbana, ya Allah, wewe ndo Mola wetu, mlezi wetu, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, rahma yako ni pana, imekuwa ni pana rahma yako, na elimu yako pia ni pana. Faghfir, twakuomba wasamehe, lilladhina tabu, wale ambao waliokutubia, wale ambao waliokuasi wamekurudia, wasamehe, wapokee. Wattaba'u sabilak, wakawa ni wenye kurekebisha mwenendo wao, wakashikamana na siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minhum ya rab. Ya laha min ni'ma, ya laha min ni'ma. Waqihim adhab aljahim, ewe Mola wasamehe na uepushe na adhabu yako. Dua ya pili wanakuombea msamaha, na wanakuombea kwamba Allah asikutie ndani ya adhabu. Na kuna dua nyingine wanakuombea, rabbana waadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Dua ya tatu wanakuombea, ya Rabbi waingize katika jannati adn ambao ulioahidi. Dua ya nne wanaombea wazazi wako, wewe uliomaasi Mwenyezi Mungu, pia hao malaika wanamuombea wazazi wako, waman salaha min abaihim. Dua ya tano wanaombea wake zenu wa waume zenu, wa azwajihim. Dua ya sita wanaombea pia watoto wenu, wa dhurriyatihim. Ya Allah, ya laha min ni'ma. Wakuombea usamehewe, wakuombea kwamba Allah asikuingize ndani ya adhabu, wakuombea Allah akuingize katika jannatu adn. Wanaombea wazazi wako, wanaombea waume zenu ama wake zenu, wanaombea watoto wenu. Dua sita malaika hawa wanaombea waumini. Kisha jambo la saba wakisema waqihimus sayyi'at, na ikifika siku ya kiyama waweke mbali na madhambi zao. Allahu akbar. Kwa nini uwekwe mbali na madhambi zako, ufutiwe? Kwa sababu wanajua siku ya kiyama yule ambaye atakayefutiwa madhambi, waman taqis sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta, siku hiyo yule ambaye atakayefutiwa madhambi zake, awekwe mbali na madhambi yake, basi huyo amepata rahma za Allah. Kwa hivyo pia wanakuombea upate rahma ya Allah. Dua ngapi hizo? Dua ngapi hizo? 8. Wanakuombea usamehewe, sawa? Wanakuombea kwamba usiingizwe motoni, wanakuombea upate jannati adn. Ngapi hizo? Wanaombea baba zenu. Ngapi? Wanaombea wake zenu, wanaombea watoto wenu, wanaombea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akuweke mbali na madhambi zako siku ya kiyama. Ngapi hizo? Faqad rahimta, na ya mwisho wanakuombea upate rahma ya Allah. Hao malaika waliobeba arshi ya Allah wanatuombea sisi.
na hao malaika hawajafanya kwa khiari yao, ni Allah ndo amewaambia, kwa sababu hawafanyi jambo bila kwa amri ya Mwenyezi Mungu. La ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun, Allah ndo amewaamrisha. Kumaanisha malaika hawa wamechukua hatua hii ya kutuombea kwa sababu Allah amefanya nini? Ametaka kutusamehe. Allahu akbar. Katika mambo ya msingi ambayo lazima tufahamu ni kwamba Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akikumbana na shida, alikuwa kimsifu Allah kwa kumtaja ya kwamba ya Allah, wewe ndo Mola wa Arsh, kwa sababu Arshi ya akbarul makhluq. Na mwajua duaul karb, duaul karb. Karb ni nini? Kurba ni nini? Kurba au karb ni shida ambayo inayokupata, ambayo unaona kwamba hii mimi siwezi kuibeba, na wajua hii ndo yenye kukuvunja. Ushai kukutana na shida ukajua hii ndo ile itakayonimaliza, hujui deal naye namna gani, hauna nguvu, hauna uwezo wa kudeal naye. Hasa hii hujulikana kama karb. Hasa wakati unapokuwa na kurba, mathalan ni maradhi, ni mgonjwa, na magonjwa uliokuwa nayo yamekuzidi, kurba, maumivu, madaktari wanakupa masindano na madawa, lakini maumivu bado ni pale pale. Hii ni karb, ni uzito ambaye hakuna mtu anaweza kukuondoshea. Au mathalan una deni na imefika siku ya kulipa, na siku hiyo wamekuja ukishonia kubeba vitu vako vote, karb. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, la ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Kila unapokuwa na uzito ukasema, hapa nitatoboa vipi hapa katika, au nitapenya vipi hii shida, hapa mimi nimepatikana, hapa mimi sina njia, ukaona hapa wewe umeangushwa, hauna njia, hii ndo dua aliyokuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama dhikr, alikuwa akisema dhikri akisema, la ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Na hii ndo zawadi kubwa nawapatia leo. Uzito ikiwa umekuwa mwingi, hali ni nzito, hii ndo dua. Na katika hii dua ukipelelezwa, Allah yusifiwa kwamba rabbul arsh, wewe ndo Mola wa arsh al-azim, rabbul arshil karim. Kwa hivyo hii dua naomba muhifadhi, naomba muhifadhi hii dhikr, la ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hakuna dua Rasul alikuwa akishika wakati anapokuwa na shida, akiona hapa nitatoka vipi. Hii ndio ilikuwa njia yake sallallahu alaihi wasallam. Nataka niangazie mengine kuhusiana na arshi ya Mwenyezi Mungu. Kuna ahadith zenye kutueleza juu ya arshi ya Allah. Jambo la kwanza nitakayoangazia kuhusiana na arshi ya Allah ni Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim ni sehemu ambapo mtoto anapokaa na watu wanahusiana kwa sababu ya hiyo rahim. Mtu kwa ndugu yako, dadako, ni kwa sababu mmetoka katika rahim moja, sio? Sasa hii rahim siku ilipoumbwa na Mwenyezi Mungu, rahim ilishika arshi ya Mwenyezi Mungu kizazi. Rahim ikasema, ya Allah, hapa ndo mahali kila mmoja hupewa haki yake, na mimi nataka unipe haki yangu ya Allah, nipatie haki yangu hapa. Allah akasema, mimi nimechukua ahadi ewe Rahim, haki ambayo nitakayokupatia hapa, ya kwamba man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Yule ambaye atakayeniunga kizazi, na wewe umuunge ya Allah, na yule ambaye atakayenikata, na wewe pia mkate ya Allah. Allah akasema, basi nimekupa haki hiyo. Ya Allah, ya Allah, jambo zito wallahi.
Hiyo rahim ilishika arshi ya Allah. Ya Allah, hapa ni wakati watu wanapewa haki. Watakaje? Na kuomba ya Allah, yule ambaye anayeniunga basi na wewe pia muunge, na yule anayenikata na wewe pia mkate. Allah akasema nimekupa haki hiyo. Sasa kuna baadhi ya watu wasema, Sheikh niombe dua, Imam niombe dua, mambo yangu haendi vizuri. Ukirudi nyuma amekata watu wake. Sasa dua ya Imam itakusaidia vipi kama wewe mwenyewe umekata watu? Na ikiwa umekata kizazi, Allah amekukata. Hata uombe dua na imamu wangapi, wakusomea Qur'ani mara ngapi, ikiwa umekata kizazi na Allah amekukata. Unajua ni vizuri ukiwa na shida ukae ujiangalie, hii shida imetoka wapi? Nini imesababisha? Waja'alna likulli shay'in sababa. Allah amejalia kwamba kila kitu kina sababu. Ni vizuri urudi nyuma ujiangalie. Mimi napata mtihani, kuna kosa gani nimefanya? Uzito huu umetoka wapi? It's very important ukae ujifanyie hisabu. Mmoja katika wema aliyotangulia ajulikana kama Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi. Asema hurimtu qiyam al-layl 6 ashhur. 6 months najaribu kuamka qiyamul layl ni swali tahajjud, nimeshindwa. Asema nikakaa nikasema 6 months kila nikijaribu siamki. Kwa nini Allah yaninyima khairi hii? Asema nikakaa nikafikiria, asema nikakumbuka siku nilipoacha kuswali usiku. Ilikuwa ni sababu ni kwamba nilimwona mtu yualia yotoka na machozi. Nikajiambia huyu yualia ni uongo, hakuna kitu yajionyesha. Asema siku hiyo Allah akanikataza, mpaka sasa miezi 6 sijainuka qiyamul layl. Alipokumbuka kosa hilo akaanza kumwomba Allah msamaha. Ya Rabbi nakuomba msamaha kwa ile kosa. Baadaye akarudi akaanza kuswali usiku. Mmoja katika ulama alipoeleza watu kisa hiyo al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, akasema hawa watu madhambi yao ni kidogo mpaka yajua shida imetoka wapi, lakini sisi madhambi yetu ni nyingi hata hatujui chanzo ni nini. Yani watu walikuwa wanajichunga mpaka wajua mimi shida yangu ile ndo sababu, lakini sisi madhambi yetu nyingi hatujui ni hii, hatujui ni hii, hatujui ni hii. Lakini kivovote tukimtubia Allah atatupokea. Kwa hivyo sababu, yani nataka ujue hii maqam ya ar-rahim, kuishika arshi ya Allah na kuganda pale. Akisema ya Rabbi, hapa ni watu, hapa kila mmoja unampa haki na mimi nipe haki yangu. Anayekuunga na mimi namuunga, na anayekukata na mimi namkata. Wallahi ni jambo zito sana sana sana. Na wewe umeamrishwa uunge kizazi, sawaan wawe wazuri wawe wabaya, sawaan wawe wanakupenda wanakuchukia, sawaan wawe wanakukirimu ama wanakufanyia uhasidi ama unasikia wanakufanyia sihiri, wewe lazima uunge kizazi. Kwa sababu nani amekuamrisha? Na wafanya kwa maslahi yako, waunganisha na kuwajulia hali. Sababu ni nini? Sababu hutaki Allah akukate. Wewe Allah akikukata utafika wapi wewe? Kuna jambo ambalo hakuna mtu amepewa, hata mitume Allah hawakupewa. Ni jambo gani? Kuchagua familia yako. Hiyo kitu hakuna mtu alipewa choice. Wewe umejipata katika familia yako, kabila yako, damu yako, jamii yako. Nobody sent an application. Kila mmoja amepewa kulingana na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiangalie ndugu wa fulani, yule ndugu yake yamsaidia, usimwangalie mtu fulani, yule familia wanaelewana, mimi mbona ndugu zangu hatuelewani. Hii kila mmoja amepewa mzigo wake kwa hikma anayejua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu katika sifa zake ni Al-Hakim, mwingi wa hikma. Yajua kwa nini kila mmoja amempatia alichompatia. Katika mambo ya msingi ambayo lazima tufahamu ni kwamba kama ilivyokuja katika hadithi sahih al-Bukhari, hadithi Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, ni kwamba kuna viumbe kando na malaika waliokaribia arshi ya Allah. Sisi tunajua malaika sio? Lakini kuna viumbe wawili wengine wanaokaribia arshi ya Allah. Kando na malaika, jua kila siku. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema kama ilivyokuja katika sahih al-Bukhari, hadithi Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu arda, ya kwamba jua linapochomoka kisha linaposhuka yaenda mpaka chini ya arshi ya Allah, na jua hii kila siku inasujudu chini ya arshi ya Allah. Ikishuka ya sujudu chini ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ikifika wakati wa kuchomoka, Allah yuipatia jua ruhusa, ambaye nyanyuka na uende ukatoke kutoka upande wa mashariki.
mpaka itafika siku jua likinyanyua ambia enuka leo usitoke kwa mashariki, toka kwa upande wa magharibi, na hiyo ni katika alama za kiyama. Kando na hao ambao, kando na malaika na jua, kuna viumbe wanadamu. Kuna viumbe na ni wanadamu waumini ambao wamewekwa chini ya arshi ya Allah. Allahu akbar. Hao ni kina nani? Ni ashuhada, waliokufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao wanaokufa katika Gaza, Palestina, Allah akiwakubali kama shuhada, wajua wanaenda wapi? Wanapelekwa chini ya arshi ya Allah. Katika kauluhu ta'ala, kama ilivyokuja katika Sunan Ibn Majah, hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa sahahu Sheikh Al-Albani, asema iliposhuka aya Mwenyezi Mungu aliposema wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah sema, na usifikirie wala usidhanie kwamba wale ambao waliouawa katika njia yangu, yani ashuhada, kwamba wamekufa, bali wako hai, wako na mimi. Ibn Mas'ud asema iliposhuka aya hii Allah yakusudia nini? Tulimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama inna sa'alna an dhalik, asema sisi tulimuuliza Mtume juu ya hii aya, akusudia nini Mwenyezi Mungu? Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, arwahun katayrin khudrin tasruhu fil jannati fi ayyiha sha'at thumma ta'wi ila qanadilin mu'allaqatun bil arsh. Hawa ambao waliokufa roho zao zikichukuliwa, Allah yaweka ndani ya ndege ambaye rangi yake ni green, rangi ya kijani. Sasa hawa ni wamekuwa katika, roho zao zimewekwa katika ndege na wanazunguka katika janna, wanaingia na kuzunguka na kula katika matunda na neema za janna kama ndege. Kisha wakienda kupumzika, wanaenda wapi? Wanaenda katika kandil. Kandil ni kama shandalia. Mnajua shandalia? Ushakwenda hizi msikiti kubwa kubwa, kuna taa kubwa ya kumeremeta imedungwa sakafuni inaning'inia hivi, sio? Inaitwa kanadili, inaitwa shandalia. Sasa asema nyumba zao hawa wakishatoka wanaenda katika kanadili ambayo inaning'inia imedungwa kwa arshi ya Mwenyezi Mungu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sikizeni maneno haya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah asema msiwe ni wenye kufikiria kwamba waliouawa katika njia yangu kwamba amwata ni maiti, wamekufa, bal ahya'un, wako hai, 'inda rabbihim, kwa Mola wao, yurzaqun, wakipewa riziki. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zetu walikuwa Palestina wapate nusra hiyo, na waliokufa wakubaliwe kama shuhada. Hasa Ibn Abbas, kizeni Ibn Mas'ud asema ar-Rasul aliwaambia arwahuhum, roho zao, katairin khudrin, imewekwa katika ndege ambaye ni kijani, green birds, tasrahu fil janna, wakiingia katika janna, upande huu matunda, mito ya asali, wako katika janna. Tasrahu fil jannati fi ayyiha sha'at, wakiingia katika janna na mabustani namna wanavyotaka. Thumma ta'wi, baada hapo wanarudi ila qanadili mu'allaqatun bil arsh, wakiingia katika kanadil, chandeliers, hizi taa zenye kuninginia iliyodungwa kwa arshi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Mwajua mmoja ambaye yuko huko? Mimi namjua mtu mmoja ambaye yuko chini ya arshi ya Allah hivi sasa. Nieleze jina lake. Hamza ibn Abd al-Muttalib. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam alimsifu akasema huwa sayyidu shuhada, katika mashahidi wote yeye ndio kiongozi wao. Hivi sasa Hamza yuko chini ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika neema ambayo mu'min, katika afwan si neema, katika jambo ambalo mu'min lazima atamani katika maisha yake ni kuenda kuhudhuria jihad au wawe kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika neema kubwa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw faqad mata ala shu'batin min shu'ab an-nifaq, yule ambaye hajawahi kufikiria kwenda katika njia ya Allah akakufa katika hiyo njia,
hata hajawahi kwenda wala hajawahi kufikiria siku moja na mimi natamani Allah nichukue kama shahid niwe katika wale waliokuwa chini ya arshi yake. Hata kutamani pia siku moja hajawahi kutamani. Kwenda hajaenda wala kufikiria hajafikiria. Dunia ni kubwa kwake. Mtu kama huyu akifa katika hali hiyo, basi amekufa katika njia ama ana chembe za nifaq katika maisha yake. Kwa hivyo hii ni daraja ya juu na mtu lazima atamani apate daraja hiyo. Tuelewana sio? Katika mambo ambayo pia lazima tufahamu kuhusiana na arshi ya Allah ni kwamba kuna sahabi mmoja ajulikana kama Sa'd ibn Mu'adh. Na huyu Sa'd ibn Mu'adh tutaeleza siri yake katika darasa inayokuja siku ya Jumamosi. Baada al-maghrib tutakuwa msikiti gani? Masjid Taqwa. Masjid Taqwa sio? Sheikh, tutakuwa Jumamosi msikiti gani? Masjid Taqwa. Alipokufa Sa'd, na Sa'd ibn Mu'adh kijana miaka 33 years. Alikuwa Muislamu for 6 good years, 5 to 6 years, miaka 5 mpaka miaka 6 alikuwa Muislamu. Siku alipokufa arshi ya Allah ilitetemeka. Kwa nini? Kwa furaha ya kupokea roho ya nani? Ya Sa'd ibn Mu'adh. Allahu akbar. Ikiwa arshi ilitikisika na kutetemeka kwa furaha kwa sababu roho ya Sa'd inakuja mpaka kupokewa mbinguni, fa kaifa alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwaje? Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arshur rahmani limauti Sa'd ibn Mu'adh. Kiti cha enzi na kiti cha ufalme wa Allah ilitikisika na kutetemeka kwa sababu ya kifo cha Sa'd ibn Mu'adh alipokufa, kwa furaha namna ilivyokuwa ikipokea roho yake. Na siku alipokufa Ar-Rasul, alipopata habari Sa'd amekufa, Ar-Rasul mbio akawa ni mwenye kukimbia, asema mimi nakimbia, sitaki malaika wafike kabla yangu wamuoshe, nataka mimi nimuoshe. Sa'd alikuwa na siri gani mpaka arshi Allah itikisika? Sa'd alikuwa na siri gani mpaka Ar-Rasul yakimbia, hataki malaika wamtangulie wamuoshe kabla hajamuosha? Sa'd ibn Mu'adh alipokufa asema sallallahu alayhi wasallam, laqad habata yawma mata Sa'd ibn Mu'adh 70,000 malakin ila al-ard lam yahbitu qabla dhalik. Na siku alipokufa Sa'd ibn Mu'adh walishuka malaika 70,000 kwa ajili ya janaza yake. Na hao malaika walishuka mara ya kwanza, hajawahi kushuka duniani, first time wanashuka. Na ni mtu alikuwa Muislamu only for 6 years, miaka 33 years kijana. Ni khairi gani alifanya huyo Sa'd? Lakini Sa'd ibn Mu'adh ni sahabi ambaye alipokufa arshi ya Allah ilitetemeka kwa furaha kuipokea roho yake mbinguni. Katika mambo ambayo yaliyotokamana na arshi ya Mwenyezi Mungu tumesema malaika, jua, tukasema pia rahim, mesahau rahim, kadhalika Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, kadhalika shuhada. Tumetaja watano sio? Katika khairi ambayo inayopatikana arshi ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa na uhusiano na arshi ya Allah imebakia 5. Nitatajia vitu 8: malaika, rahim, shuhada, Sa'd ibn Mu'adh, na kuna moja nimesahau. Naam, jua. Naam, ahsan. Kuna zingine zimebakia 3. Kuna aya alipewa Rasul sallallahu alayhi wasallam kama zawadi na Allah. Na aya hizi 2 za Qur'ani zimetoka chini ya arshi ya Allah. Na aya hizi ukizisoma Mwenyezi Mungu atakuhifadhi na kukulinda. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, "U'titu hadhihi al-ayati min akhir surati al-Baqarah min kanzin tahta al-'arsh lam yu'taha nabiyyun qabli." Nimepewa aya 2 za mwisho za suratul Baqara na ni miongoni mwa hazina treasure iliyotolewa chini ya arshi ya Allah. Na hajapewa hazina hii mtume kabla yangu, nimepewa mimi na umma wangu. Aya hizi 2 ni khawatimi suratul Baqara, amana ar-rasul na la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala sema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana
وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Hizi aya mbili ni nuru ya kipekee na imetolewa chini ya arshi ya Allah akapewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Ya laha min ni'ma. Wataka kuwa na uhusiano arshi ya Allah, tumia hiyo hazina uliyopewa. Na hizi aya mbili zina siri kubwa sana. Zina siri kubwa sana. Sijaweza kuangazia hapa, wa nafasi hairuhusu. Hiyo ni darasa ya kipekee yenyewe, ni 1 hour. Katika uhusiano mwingine tunaopata liko chini ya arshi ya Allah ni dhikr la haula wala quwwata illa billah. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema juu ya dhikri hii, fa innahunna kanzun tahta al-arsh, ni hazina iliyotoka chini ya arshi ya nani? Ya Allah. Wataka kuwa na uhusiano na arshi ya Allah, sema la haula wala quwwata illa billah, ni katika hazina iliyotoka chini ya arshi ya nani? Ya Allah. Katika faida au uhusiano, ukitaka wewe utajwe chini ya arshi ya Allah kwa jina lako, kwa jina lako utajwe chini ya arshi ya Allah. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, inma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbih wat-tahlil wat-tahmid. Katika yale ambayo mnamtaja Mwenyezi Mungu na kumdhukuru katika utukufu wake ni tasbih, kusema subhanallah, wat-tahmid, kusema alhamdulillah, wat-tahlil, kusema la ilaha illa Allah. Dhikri ngapi? Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illa Allah. Hizi dhikri tatu, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, yan'atifna hawla al-arsh, lahunna dawiyun kadawiyin nahl, tudhakkiru bisahibiha ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yadhkuru bih aw man yudhakkiru bih. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, unaposema subhanallah yaenda mpaka chini ya arshi ya Allah. Unaposema alhamdulillah yaenda mpaka chini ya arshi ya Allah. Unaposema la ilaha illa Allah yaenda mpaka chini ya arshi ya Allah. Na ikizunguka ikitoa sauti kama vile sauti ya nyuki, ikikutaja wewe ya Allah fulani, ya Allah fulani, ya Allah fulani, usimsahau. Tusemeni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah. Kama Allah amekubali zitaenda mpaka chini ya arshi ya Allah, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha yatoa sauti na ya kutaja fulani, ya Allah, usimsahau fulani, ya Allah fulani, ya Allah, huyu mja wako, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kutaja wewe. Na ikiwa ni yenye kukutaja, Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, kwani mmoja wenu hapendwi atajwe mbele ya Allah? Kwani mmoja wenu hataki hivyo? Tutaka hatutaki? Tutaka. Hebu turudieni tena, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, imeenda mpaka chini ya arshi ya Allah. Ar-Rasul asema, mmoja wenu kwani hapendi atajwe mbele ya Allah? Wallahi twapenda. Kuna mtu ataka atajwe mbele ya governor fulani, amekutaja vizuri, hata amekutaja mbele ya governor, mbele ya rais, mbele ya falme. Nani hao? Wanadamu kama wewe. Fa kaifa Allah jalla jalaluhu, wanakutaja viumbe, wanakutaja tasbihi na kutaja na tahmid na tahlil. Hasa uhusiano, ukitaka utajwe chini ya arshi Allah, ukumbukwe, hii ndo njia: tasbih, tahlil, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah. Watukufu wa Islamu, hapo itakuwa tumemaliza darasa yetu juu ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala.